Ni katika mkutano maalum ulioandaliwa na idara ya utamaduni Zanzibar uliofanyika katika ukumbi wa Baraza la Sanaa, Sensa na Filamu BASFU Zanzibar, uliowakusanya viongozi mbalimbali pamoja na wawakilishi wa Tume ya Taifa ya UNESCO katika kujadili mambo mbalimbali ya utamaduni wa Zanzibar. Akifungua mkutano huo, kamishna wa idara ya utamaduni Zanzibar, Dr. Omar Salum Mohamed amesema moja kati ya kazi ya idara ya utamaduni ni kusimamia maadili ya jamii ili kusudi kuiokoa kutoingia katika mambo yasiyokuwa mazuri na kufuata silika za utamaduni wa Kizanzibari. Sanjari na hayo, amewataka wawakilishi wa Tume ya UNESCO kuweza kuwajengea uwezo wa jasiriamali ili wawe na chachu ya kuenzi na kuulinda utamaduni katika bidhaa zao kwenye vizazi vya sasa na vya baadaye. Moja sisi katika majukumu yetu makubwa ambao pengine inawezekana kwa katika mkataba huu linahusishwa ni swala la kuzingatia swala la maadili kwa jumla. Maadili ya jamii. Sababu tunafahamu kwamba kila jamii inakuwa na maadili yake, na kila wakati kuna swala zima la mabadiliko yanayotokea kutokana na mabadiliko mbalimbali yanayotokea ulimwenguni. Kwa hivyo sisi moja kati ya mambo tunayofanya ni kusimamia maadili ya jamii yetu, maadili ya Wazanzibari. Namna gani Wazanzibari wanakwenda kulingana na maadili au wanaishi kulingana na maadili ya Kizanzibari vile inapotakikana. Idara yetu inafanya kazi hiyo, na inafanya kazi hiyo katika mambo mengi sana au katika mbinu tofauti au njia tofauti. Jawapo ni kutumia vyombo vya habari kama hivi tunavyo. Tumekuwa tunajaribu kulinda na kuendeleza utamaduni wetu katika swala zima la kuelimisha, kuhamasisha pamoja na kusaidia wajasiriamali wetu bidhaa za kiutamaduni. Sababu tufahamu kwamba tukizungumzia masuala ya kiutamaduni yako chini hawa wajasiriamali wa bidhaa za kiutamaduni kwa upande mmoja. Kwa hivyo hawa tuna kazi kubwa sana sisi ya kukutana nao tukawahamasisha waendelee kuendeleza hizi shughuli mbalimbali za kiutamaduni, sababu watakapoendelea wao manake wataanzisha na watu wengine, wataanzisha watoto wao. Kwa hivyo bidhaa mbalimbali za kiutamaduni kwa kila siku nafanya nini, inaendelea kudumu siku hadi siku. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa ambalo kwa sisi tunachukua kama ni muhimili mkuu kabisa hawa jasiriamali bidhaa za kiutamaduni. Na pale nilipokuwa nazungumzia swala mazima ya kuwajenga uwezo, basi ilikuwa inanipitikia sana mimi katika ikifika wakati wangu nizungumzie kwamba tuna kazi kubwa hasa nyinyi wenzetu wa UNESCO kutupa mashirikiano yenu katika kuwajenga uwezo hawa wenzetu wa bidhaa za kiutamaduni, ambayo itasaidia kwa njia moja ama nyingine kurithisha, na utamaduni ndio lengo lake kubwa. Yaani hakuna kitu bora kama kufanya kazi ya kurithisha wengine vile tamaduni zetu. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa, Sensa na Filamu Zanzibar, Juma Chumjuma, amewataka wawakilishi wa Tume ya Taifa ya UNESCO kuweza kuwapatia fursa kwenye jambo lolote ili kuweza kunufaika katika mambo mbalimbali. Lakini fursa wallahi manager ndo kasema hapa tunahitaji kama hala, wakati mwingine tunafikiria tunamwambia afisa wangu mipango, hebu tuwe tunaandika, hebu tuwe tuna vikao vya pamoja kama hivi, labda pengine watu tukiamua kukutana tunaweza tukatengeneza au tukasaidiana fikra, mbona kuna na hili, mbona kuna hivi hamjafanya, au hebu fanyeni kwa namna kwa pamoja. Sasa kwa zipo mimi nilikuwa na Dr. Mapana wakati tunakwenda kutangaza kipigo za tunzo, akaniambia kaka bwana tutumie hafu eneo pale kwa sababu na call ya UNESCO nataka niimalize. Sasa basi nikaichungulia hivi, lakini deadline ilikuwa ndo siku hiyo. Mimi kwamba nilikuwa naona kama kungekuwa kuna criteria zinatuhusu Zanzibar, basi nichukue pale ka call kile nije hapa na mimi niweke yangu chombe, lakini kwa mwisho in fact ni kwenda kwa basi kwa kazi nyingine, lakini kaona jinsi gani inachangamkia fursa. Sasa Zanzibar hatuzioni, sijui uwazi unakuwa uko vipi, lakini bahati nzuri azungumza dada, mnaambiwa ama mnapata maelekezo. Zanzibar kila ambacho kinafanyika basi hakikisheni kinakuwa kwa fursa tuzipate kwa njia tofauti. Kweli wakati mwingine tukakaa tukaingia kwenye website tukaingia, lakini wakati mwingine mkishaona kwamba tuna forum za pamoja basi ni pia ni. Naye katibu mtendaji Baraza la Kiswahili Zanzibar, Dr. Mwanahija Ali Juma, amewashukuru wawakilishi hao kutoka Tume ya Taifa ya UNESCO kwa kuweza kuwatembelea pamoja na kuweza kupatiwa taaluma na wawakilishi hao. Kwa hiyo kwanza tunashukuru kutambueni, kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa hatukutambueni. Tumefanya jambo la maana kutembelea. Tujue kama kuna taasisi inatuunganisha baina sisi na ile UNESCO makao makuu, na nahitajika kutoa elimu zaidi
nafikiri inahitajika kutoa elimu hata kwenye vyombo vya habari, bali ya sisi taasisi, kwa sababu UNESCO inawasaidia hata taasisi binafsi za sanaa na utamaduni. Watu wajue kama sisi tuna taasisi ambayo inatusimamia kuweza kufikia maendeleo yetu katika nchi yetu na katika jamii nyingine. Kwa tunashukuru sana kwa taaluma hii, lakini hiyo mikataba kama tunaweza tukaipata kwenye website gani, tunaipata wapi, pia mtueleze ili watu wetu sisi tu na wengine waweze kujifunza kwenye huo mkataba kuna vitu gani maalumu. Sisi taasisi ni wazee, lakini kuna taasisi nyingine changa zinataka kuimarishwa na fursa ni yao, pengine ipo lakini hawajui. Kwa hiyo mtatusaidia, mtupe na hizo website, au kama kuna kitu chochote ambacho mnacho watu wanaweza kupenya humo, sisi tukawasambazia ili wakaweza kujua kilichopo. Nao wawakilishi kutoka Tume ya Taifa UNESCO wamefafanua zaidi maana ya UNESCO pamoja na lengo lao la kuweza kufika katika mkutano huo. Mnamo mwaka 1945 ilikuwa ndo mwisho wa vita ya pili ya dunia, na ndipo baada ya hapo ilianzishwa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusiana na elimu, sayansi na utamaduni, inaitwa UNESCO, United Nations Organization for Education, Science and Culture. Sasa hilo lilianzishwa kwa malengo ya kutaka kuifanya dunia itengeneze kitu kinaitwa utamaduni wa amani kwa ulimwengu mzima, ili kuzuia kusitokea vita ya tatu ya dunia. Ndio lilikuwa lengo mahususi ya kuanzishwa kwa shirika la UNESCO. Kwa baada ya hapo walivyoanzisha, wakaamuru nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa na Tanganyika ikiwemo, by then ilikuwa haijaingia kwenye kitu cha Tanzania, ikiwemo ikaingia kwenye Umoja wa Mataifa, ikawa kama member state of the United Nations, na baada ya hapo ikaingia kwenye Umoja wa Mataifa wa shirika hilo la UNESCO. Sasa baada ya hapo mwaka 62 ndio UNESCO iliagiza nchi mwanachama ianzishe chombo kitakachoratibu mambo yote ya UNESCO ndani ya nchi yake. Kwa hiyo kikatengenezwa kitu kinaitwa National Commissions for UNESCO. Ndio ikaanza mwaka 62 kama chombo cha kuratibu mambo ya UNESCO ndani ya Tanzania. Na baada ya hapo sasa ikaanzishwa mikataba ambayo ilikuwa ndani ya UNESCO ikihusisha elimu, sayansi na utamaduni. Katika historia yetu ya Tanzania, baada ya tunasema kwamba Tanganyika iliingia mwaka 1962 kwenye UNESCO. Lakini baada ya muungano mwaka 1964 iliridhiwa kwamba UNESCO iwe sehemu ya muungano, yani ni jambo la muungano. Kwa yale masuala ya muungano UNESCO pia iliingia. Kwa hiyo kazi tunazozifanya sisi, tunaratibu masuala ya kiutamaduni yanayohusu UNESCO kwa wizara zilizopo Zanzibar na zilizopo Tanzania bara. Kwa hiyo ambacho tunakitamani sisi pia katika kusikia ni kwamba tunayoyafanya yote ya washirikishe, au nyinyi mkitaka kufanya kitu kinachohusu mfano kinachohusu masuala ya UNESCO, lazima mtawasiliana ili tuweze kuunganisha, kwa sababu tukifanya kitu chochote kile unasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya, imenufaika na hiki. Je, amenufaika nani? Kuna mazingira mengine kwenda tokea kwa sababu wale wa bara wanakuwa wameaccess vitu vingi. Kwa mfano wanaweza kaandika andiko, lakini likiandikwa likafika kwetu tunawaambia kwamba hili andiko umeandika sawa, lakini mbona mmegusa bara? Zanzibar iko wapi? Nasi Dr. Omar ana ushahidi. Kuna ambao tuwarudisha, ikabidi warudi mwanzo kabisa tupate maoni ya Zanzibar ili ile andiko liweze kuigusa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba mtambue kwamba sisi tunashirikiana na taasisi zote za utamaduni. Kwa hiyo wizara, kama tuna wizara kule, tunajua kwamba kwenye kikao kama hiki pia kuna wenzetu wameenda kukutana na wizara, na sisi tumekuja huko. Baraza la Sanaa tumekutana nalo sisi, tunaongea kukutana nalo kule. Lakini yote tunayojadili tunataka tuone kwa namna gani tunaweza tukaenda katika umoja, tukijua kwamba hili jambo ni la muungano. Tusaidiane, tusiachane nyuma, wote tunufaike sawa na hizi fursa zilizopo. Kutoka katika Baraza la Sanaa, jina langu ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.